asilimia 16, manake watu wengi hawajaisikia hiyo, kwa inabidi tuongeze sauti. Mheshimiwa Spika, gereza la Ulanga mwaka wa 5 sasa hivi mahabusu wanapelekwa mahakamani kwa kutumia bodaboda. Hii ni hatari sana kwa mahabusu kutoroka. Mheshimiwa Spika, naomba kuuliza swali la nyongeza. Je, lini serikali itapeleka gari la mahabusu gereza la Ulanga? Hii mpya hii. Mahabusu wanapelekwa mahakamani kwa bodaboda. Mheshimiwa Naibu Waziri, mambo haya yapo? Majibu ya swali hilo tafadhali. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mlinga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mlinga kwa jinsi ambavyo anaweza kujenga hoja zake kwa msisitizo. Sisemi kama anatia chumvi, lakini anajenga hoja kwa msisitizo na anatukumbusha mambo muhimu kama ambavyo ametukumbusha hili swala la mafanikio kwenye sekta madini. Kwa hiyo ni mhakikishie Mheshimiwa Mlinga kwamba najua alipozungumza bodaboda alitaka tu kuongeza uzito wa hoja yake, lakini tunatambua juu ya changamoto ya usafiri katika baadhi ya magereza yetu nchini, na nimhakikishie pale ambapo tutafanikiwa kupata gari itakayokuwa itakapopatikana gari mpya tutampelekea katika gereza la Mlinga ili kukabiliana na changamoto hiyo ya usafiri katika gereza hilo la Jimboni kwa Mheshimiwa Mlinga. Fedha na mipango, Mheshimiwa Mchengerwa auliza swali lako, mbunge wa Rufiji. Mheshimiwa Spika, kwa niaba swali lake linasema wilaya ya Rufiji ni moja ya wilaya kongwe nchini na inakadiriwa kuwa na watu takriban 350,000 na ni wilaya kubwa. Je, ni lini serikali itapeleka huduma za kibenki katika wilaya ya Rufiji ambapo wananchi usafiri umbali wa kilomita 100 kufuata huduma hizo za kibenki? Swali hilo linaelekezwa Wizara ya Fedha na Mipango na linajibiwa na Naibu Waziri Dr. Shatu Kijaji. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, mbunge wa Rufiji, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa upatikanaji wa huduma za kifedha na hasa karibu na maeneo ya wananchi ili kuwawezesha kuendesha shughuli zao za kiuchumi. Aidha, kufuatia mabadiliko ya sekta ya fedha nchini ya mwaka 1991, serikali ilitoa uhuru kwa mabenki kufanya tathmini na utafiti ili kuamua kuhusu maeneo ya kupeleka huduma za kibenki kulingana na taarifa za utafiti uliofanywa pamoja na vigezo vya benki husika. Kwa kuwa mabenki yanajiendesha kibiashara, maamuzi ya kufungua tawi sehemu yoyote hapa nchini huzingatia vigezo hivyo. Mheshimiwa Spika, wananchi wa wilaya ya Rufiji wanapata huduma za kifedha kupitia kituo cha makusanyo ya fedha cha NMB, yani Cash Collection Point, kilichopo kata ya Utete, pamoja na mawakala wa benki hususan benki ya NMB na CRDB waliopo katika wilaya ya Rufiji. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kumwomba Mheshimiwa mbunge wa Rufiji aendelee kuwahimiza wananchi wake kutumia fursa zilizopo za kupata huduma za kifedha kupitia kituo hicho cha makusanyo ya fedha cha NMB, mawakala wa benki na simu za mkononi, wakati serikali ikiendelea kufanya jitihada za kuboresha miundombinu muhimu pamoja na kufanya majadiliano na kuyashawishi baadhi ya mabenki ili kuona jinsi ya kupunguza baadhi ya vikwazo vinavyoweza kusababisha gharama za uendeshaji wa shughuli za kibenki katika wilaya ya Rufiji kuwa juu. Mheshimiwa Mchengerwa. Mheshimiwa Spika, wilaya ya Rufiji ni wilaya kongwe sana iliyozaa zaidi ya wilaya 5, lakini pia imezaa taifa la Fiji kama ambavyo wewe mwenyewe Mheshimiwa Spika unafahamu. Lakini pia Mheshimiwa Spika, eneo la Rufiji, Kibiti na Kilwa hakuna benki yoyote ya biashara, na serikali sasa inapeleka zaidi ya trilioni 7 la ujenzi wa uzalishaji wa umeme katika bwawa la mto Rufiji, ambapo tunategemea kuwepo kwa watumishi wafanyakazi zaidi ya 6,000 mpaka 7,000. Je, serikali haina umuhimu sasa kwamba tawi la benki katika wilaya yetu ya Rufiji haliepukiki? Hilo swali la kwanza. Swali la pili, Mheshimiwa Spika,
Eneo la Rufiji lina ukubwa wa zaidi ya hekari 500,000 ambao lipo ndani ya bonde la mto Rufiji. Lakini pia kwa kuwa serikali inatekeleza mradi wa umeme wa Rufiji, serikali pamoja na wilaya ya Rufiji imetenga zaidi ya hekari 150,000 kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Je, serikali haioni umuhimu sasa kwamba benki ya maendeleo ya kilimo ni muhimu sasa kuwepo Rufiji ili kuweza kuwasaidia wananchi wa Rufiji kuchangamkia fursa za maendeleo, fursa za kilimo, fursa za biashara katika mradi wetu wa umeme wa Rufiji? Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri Fedha na Mipango Dr. Shatu Kijaji, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Mohamed Mchengero, mbunge wa Rufiji, kama ifuatavyo. Swali lake la kwanza kuhusu kwamba serikali haioni kwamba haiepukiki sasa kufungua tawi Rufiji. Kama nilivyosema Mheshimiwa Spika, benki nyingi zinaendeshwa kibiashara na benki nyingi huwa zinaangalia commercial viability ya eneo husika kabla hawajaweza kupeleka tawi la benki husika kwenye eneo husika. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema kwenye jibu la msingi, mabenki yetu yanafanya utafiti huo na tathmini kujiridhisha na nini kinatakiwa kufanyika kwenye maeneo husika. Lakini nimwambie Mheshimiwa Mchengero kwamba baada ya swali lake hili, kama serikali tumeanza kuifanyia kazi na tumeongea na mkurugenzi mkuu wa TPB PLC, na mkurugenzi ameomba yafanyike yafuatayo. Kwanza, anaomba apate maombi mahususi ili kuweza sasa kutuma timu yake kwenda kufanya feasibility study na kujiridhisha na commercial viability ya eneo la Rufiji ili kwenda kufungua tawi la benki ya TPB kutokana na potential zote kama zilivyoelezwa na Mheshimiwa Mchengerwa. Mheshimiwa Spika, kuhusu swali lake la pili kuhusu benki ya kilimo, kama alivyosema yeye mwenyewe, benki ya kilimo ni benki ya maendeleo. Hivyo lazima kila inapokwenda kufunguliwa ielewe kabisa wanakwenda kuhudumia aina gani ya wananchi ambao wako kwenye miradi mikubwa ya kimaendeleo. Na Rufiji hawako mbali sana na Dar es Salaam ambako benki yetu ya kilimo ya maendeleo ndipo ilipo makao makuu yake, ambapo inahudumia maeneo yote ya Pwani, maeneo ya Morogoro. Kwa hiyo niwaombe sana wakulima wetu wakubwa ambao wanahitaji mikopo ya maendeleo wafike Dar es Salaam na watahudumiwa na benki yetu ya kilimo ya maendeleo. Nimekuona Dr. Kafumu, swali fupi la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Wilaya ya Igunga kwa kipindi cha miaka 5 sasa, shughuli zake za uchumi zimeongezeka sana. Watu wanalima, watu wanafuga na kuna fedha nyingi, mzunguko ni mkubwa. Lakini tatizo ni kwamba tuna benki moja tu, benki ya NMB. Lakini benki ya CRDB walikuja wakafanya evaluation, wakaona economic viability pale ni nzuri na wakaja wakatembea, lakini mpaka sasa hivi hawajaanzisha benki. Naomba serikali, ni wakati sasa serikali kama mnaweza kutusaidia kuiambia benki ya CRDB wafungue tawi pale Igunga. Asante sana. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri Fedha, kwa kifupi majibu tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango naomba kujibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Dr. Peter Dalali Kafumu, mbunge wa Igunga, kama ifuatavyo. Nimepokea taarifa yake ya kwamba benki ya CRDB ilifika na kufanya economic analysis na commercial viability ya wilaya yetu ya Igunga, na mimi nimepokea maombi yake. Nitawasiliana na mkurugenzi mkuu wa CRDB kuhusu kujua utafiti huo umefika wapi na nini maamuzi yao. Kama inaonekana kuna commercial viability, nina uhakika mkubwa kwa sababu CRDB ni moja ya benki nayo inayowafikia wananchi, watafika Igunga. Mheshimiwa Roda, nimekuona. Asante Mheshimiwa Spika.
pamoja na changamoto za kukosa huduma za kibenki katika mkoa wa Katavi, wilaya ya Mlele pamoja na wilaya ya Tanganyika ni moja ya wilaya ambazo zinakosa huduma za kibenki, na ukizingatia 80% ya wakulima walioko kule wanafanya biashara kubwa na wana pesa nyingi, wanasafirisha kwa njia ya magari. Sasa usalama wa fedha zao kutoka katika wilaya hizi, wanatembea zaidi ya kilomita 60 mpaka katika wilaya ya Mpanda. Je, serikali mna mpango gani wa kuhakikisha tunapata matawi ya kibenki ili wakulima hawa waweze kusafirisha fedha zao katika mazingira yaliyo salama? Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri Fedha Dr. Shatu Kijaji, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kujibu swali moja la Mheshimiwa Roda Kunchela, mbunge viti maalumu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, inashangaza kidogo kusema wananchi bado wanasafirisha pesa kwa magari wakati serikali imefungua na imeongeza mawanda mapana kabisa ya huduma za kibenki hapa nchini. Hakuna eneo lolote, Mheshimiwa Spika, utakapofika hapa nchini ukakosa huduma za kifedha za mawakala wa benki zetu mbalimbali, huduma za sim banking maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, ndiyo maana Tanzania inaongoza kwa Afrika kwa huduma za fedha jumuishi. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wetu wilaya ya Mlele, wilaya ya Katavi, waweze kuzitumia fursa hizi zilizopo baada ya serikali yao kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara nchini. Matawi mengi na mawakala wengi wa huduma za huduma za fedha wapo kwenye maeneo yote nchini, na sasa hivi kila mwananchi ana simu yake. Tumeweza kusajili simu, kwa hiyo sasa hivi ni rahisi sana kufanya transaction. Na sasa hivi unapofanya transaction, Mheshimiwa Spika, niwaambie wananchi wa Tanzania, huna wasiwasi wa kuituma pesa yako kwa simu kwa sababu mfumo umeunganishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo unajua kabisa kabla hujatuma, kuliko kukaa na kuanza kufikiri fedha yangu imepotelea njiani. Sasa unaulizwa kabisa unamtumia fulani bini fulani, una uhakika. Kwa hiyo hakuna wasiwasi wowote. Niwaombe wa Tanzania watumie fursa hii ya huduma za fedha jumuishi kwa maendeleo yao na maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Hadi Hadija Budi. Asante Mheshimiwa Spika, naomba sasa swali langu namba 7 lipatiwe majibu ya serikali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Khadija Hassan Aboud, mbunge viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mwaka 2017 Ofisi ya Waziri Mkuu iliandaa kikosi kazi cha kupitia, kuchambua na kushauri juu ya namna bora ya uratibu wa mashirika yasiyo serikali. Moja mapendekezo yaliyotolewa ni kuifanya idara ya mashirika yasiyo serikali kuwa taasisi inayojitegemea. Hata hivyo, swala hilo ni la kimuundo na linahitaji maandalizi ya kutosha. Serikali inatoa rasilimali fedha na rasilimali watu wa kutosha pamoja na vitendea kazi muhimu ili kumwezesha msajili kufanya kazi yake kwa uhuru na madhubuti chini ya usimamizi wa bodi ya uratibu wa mashirika yasiyo serikali. Serikali inayofanyia kazi pasipo kuingiliwa na pia ina wakilishi wa serikali na NGOs. Mheshimiwa Spika, katika hatua za kuboresha uratibu wa mashirika yasiyo serikali, serikali imefanya marekebisho ya sheria ya mashirika yasiyo serikali ya namba 3 ya mwaka 2019
na kuweka masharti yote ya kusajili chini ya sheria ya mashirika yasiyo serikali, na hivyo kumpa mamlaka mbalimbali msajili wa mashirika yasiyo serikali, ikiwemo kusimamia shirika husika kufanya kazi pale linapopatikana na makosa wakati kisubiri uamuzi wa bodi. Aidha, mashirika yametakiwa kuwasilisha kwa msajili taarifa ya utekelezaji ya robo mwaka, taarifa za ukaguzi wa fedha za mwaka na mikataba ya fedha ambayo mashirika yanayoingia na wafadhili, na kuweka bayana kwa umma taarifa za mapato na matumizi ili kuongeza uwazi na uwajibikaji. Nyenzo hizo ni muhimu katika kumfanya msajili wa mashirika yasiyo serikali kufuatilia utendaji wa mashirika hayo na hivyo kuchukua hatua stahiki. Mheshimiwa Spika, hivyo kwa sasa serikali haina mpango wa kuifanya idara ya uratibu wa mashirika yasiyo serikali kuwa taasisi inayojitegemea. Mheshimiwa Khadija. Asante Mheshimiwa Spika. Nashukuru kwa majibu haya ya serikali, lakini pia nachukua nafasi hii kuipongeza serikali kwa hatua mbalimbali inazochukua katika kusaidia mashirika haya ya kiserikali na kuiwekea utaratibu mzuri. Na maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, taasisi zisizo za kiserikali, ofisi za mrajisi wa mashirika hayo kati ya Zanzibar na Tanzania bara wana mashirikiano mazuri na mashirikiano ya pamoja. Lakini kuna changamoto moja Mheshimiwa Spika. Taasisi zisizo za kiserikali zinapotaka kufungua upande mmoja wa muungano, aidha bara au Zanzibar, taasisi hizo zinalipishwa sawa sawa na taasisi za kigeni zinapotaka kufungua mashirika ya kiserikali hapa Zanzibar. Je, serikali ina mpango gani wa kutatua changamoto hiyo ili mashirika yetu ya kiserikali ya Zanzibar na bara yasiwe yanalipishwa sawa sawa na taasisi ambazo zinatoka nje ya nchi? La pili Mheshimiwa Spika, taasisi zisizo za kiserikali zimekuwa zikitoa mchango mkubwa sana katika kuinua uchumi wa nchi na uchumi wa wananchi. Zimekuwa zikisaidia sana kutatua baadhi ya changamoto mbalimbali za kusaidia jamii na huduma mbalimbali za kijamii. Je, serikali inatambua vipi mchango huo wa mashirika yasiyo ya kiserikali? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji wa karibu sana wa utendaji wa wizara yetu ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, na hususan masuala ya haya ya NGO. Niseme tu kwamba kwa mujibu wa sheria tuliyokuwa nayo sasa hivi ambayo inasimamia mashirika yasiyo kiserikali, ni sheria ambayo ni si ya muungano. Kwa maana kwamba msajili wa mashirika yasiyo serikali Tanzania bara ni tofauti na yule ambaye yuko kule Zanzibar. Lakini tunatambua kwamba kuna NGOs nyingi hapa nchini ambazo zinafanya kazi Tanzania bara na vile vile Tanzania visiwani. Changamoto ambayo ameeleza Mheshimiwa mbunge tunakiri kwamba tunayo, lakini sisi kama serikali tushaanza kuchukua hatua. Msajili wa mashirika yasiyo serikali Tanzania bara pamoja kule Zanzibar wamekuwa wanafanya vikao. Kikao cha kwanza walikifanya mwezi Septemba na Disemba mwaka jana, wamekaa tena na kuweza kuweka utaratibu mzuri ambapo taasisi ama NGOs ambazo zinafanya kazi Tanzania bara zinaweza zikapata unafuu wa kuweza kufanya kazi Zanzibar, na zile za Zanzibar zinaweza kufanya kazi Tanzania bara wakati marekebisho ya sheria yakiendelea ili kuweza kuweka utaratibu mzuri zaidi. Kuhusiana na swali lake la pili, ameuliza kuhusiana na mchango wa NGOs. Mheshimiwa Spika, tulipofanya marekebisho ya sheria ile ya NGO, lengo na mahususi ilikuwa ni hilo. Kwa sababu kwanza kulikuwa kuna mkanganyiko mkubwa sana wa usajili wa NGOs. Kulikuwa na NGOs ambazo zilikuwa nasajiliwa na chini ya msajili wa NGOs, na kulikuwa kuna NGOs ambazo zilikuwa nasajiliwa BRELA, kulikuwa na NGOs ambazo zilikuwa nasajiliwa kwa msajili wa societies. Usimamizi na mchango ulikuwa ni mgumu sana kuratibu, lakini kwa utaratibu huu mpya sasa hivi ambao umeuisha usajili wa NGOs, sasa hivi tutaweza kujua mchango wa NGOs zote takriban 10,000 ndani ya nchi, na sisi kama serikali tutakuwa tunautambua na kuuthamini mchango huo katika taarifa zetu mbalimbali za serikali. Asante sana. Tunaendelea na Wizara ya Katiba na Sheria. Sasa swali la Mheshimiwa Dr. Suleiman Ali Yusuf, mbunge wa Mgogoni, kwa niaba yake Mheshimiwa Ali Saleh.
Swali lake linauliza, kutokana na maendeleo ya kiuchumi na kijamii kumekuwa na ongezeko kubwa la makosa katika jamii, jambo ambalo linasababisha mfumo wa utoaji haki pamoja na mahakama kulemewa. Je, kila jaji au hakimu anapangiwa kesi ngapi kwa mwaka? Na je, ni mambo gani kimsingi yanayosababisha mashauri kuchukua muda mrefu? Swali hilo linajibiwa na Waziri Dr. Augustine Mahiga. Mheshimiwa Spika, ninapenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Suleiman Ali Yusuf Mgogoni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mahakama ya Tanzania imejiwekea utaratibu ili kuhakikisha mashauri yote yanayofunguliwa mahakamani yanamalizika kwa wakati. Utaratibu huu ni pamoja na kujiwekea malengo ya idadi ya mashauri yatakayoamriwa na jaji na hakimu kwa mwaka. Mheshimiwa Spika, malengo ni kuhakikisha tunapunguza mrundikano wa mashauri mahakamani, ambapo kwa mwaka kila jaji anatakiwa kumaliza mashauri 220. Mahakimu katika mahakama za hakimu mkazi wa wilaya kumaliza mashauri 250 na katika mahakama za mwanzo 260. Mheshimiwa Spika, pia mahakama imejiwekea ukomo wa muda wa mashauri kukaa mahakamani. Mahakama ya rufani na mahakama kuu ni miaka 2. Mahakama za hakimu mkazi na wilaya mwaka 1 na mahakama za mwanzo ni miezi 6. Mikakati hii imesaidia kupunguza mrundikano wa mashauri kwa kiasi kikubwa, hususani kwa mahakama za mwanzo ambapo kwa sasa mrundikano wa mashauri ni 0%. Mheshimiwa Spika, pamoja na jitihada hizo, bado mahakama zetu zimekuwa zinakabiliwa na changamoto za mrundikano wa mashauri na baadhi ya mashauri kuchukua muda mrefu zaidi. Changamoto hizi zimetokana na idadi ndogo ya majaji na mahakimu ikilinganishwa na idadi ya mashauri yanayofunguliwa katika mahakama zote nchini. Vile vile upelelezi katika mahakama na mashauri kuchukua muda mrefu na mashahidi kutotoa ushahidi wao kwa wakati katika baadhi ya mashauri yanayofunguliwa katika mahakama zetu nchini ni miongoni mwa sababu na baadhi ya mashauri kuchukua muda mrefu mahakamani. Hata hivyo, ninashukuru Mheshimiwa Rais Magufuli kwa kuteua majaji 11 wa mahakama ya rufani na majaji 39 wa mahakama kuu katika awamu ya 5. Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Ali Saleh. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kabla ya swali nyongeza, kwanza nitaka kusema kitu juu ya mfumo wetu huu wa bunge mtandao. Pengine hili linafaa kurekebishwa. Muuliza swali yupo nje ya bunge na swali limekuja, hakuna access ya aliyopewa kuuliza swali kuweza kulipata swali in advance. Kwa hivyo nimesikiliza swali moja kwa moja bila kuwa na taarifa, kwa sababu ni swali hakuwa na njia ya kuaccess. Mheshimiwa Ali Saleh, hilo lilikuwa tulifanya kwa utaratibu mwingine, ni kwamba mfumo mtandao unakupiga chenga, lakini hayo mambo yako covered kabisa. Kama mwenye swali mbunge yeyote kama hayuko bungeni analitaarifu bunge na anataarifu ni nani amuulizie swali lake, na huyo anayemuulizia swali lake anatumiwa majibu yote na kila kitu anatumiwa. Kwa hiyo hayo yote kwa covered, mfumo mtandao yani uko kisawa sawa. Uliza swali lako Mheshimiwa Ali Saleh. Asante sana, lakini mwenye swali ndio kanambia kwamba hakuna taarifa yote anayoitoa. Asante Mheshimiwa Ali Saleh. Spika kisha. Nashukuru. Unamwamini spika, unamwamini mwenye swali ambaye wala bungeni hayupo. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Dhana ya swali hili ni kwenye haki jamii na kwamba ishu kubwa ni kupunguza idadi ya msongamano. Mheshimiwa Waziri hapa amesema kwamba kuna tatizo la idadi ya majaji au mahakimu. Sasa je,
anafikiri katika muda gani itawezekana hali itakuwa inatosha, wizara inajipa muda gani kuhakikisha kwamba hali itakuwa inatosha kiwango cha mahakimu, majaji na kulingana na kasi ya matendo ya jinai. Swala la pili, amezungumzia habari ya moja katika tatizo la swala la ushahidi. Je, Mheshimiwa Waziri hafikiri kwamba kuna haja sasa ya kukazia kwenye swala kukusanya ushahidi, kujaribu kutumia mbinu mpya na za kisasa zaidi ili ushahidi ukamilike na ufikishwe mahakamani kwa wakati ili raia aweze kupata haki? Majibu ya maswali hayo, Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, tafadhali. Katika awamu hii ya 5 tumejitahidi sana, serikali sio tu katika kuteua majaji na mahakimu, lakini pia katika kufungua mahakama mpya kwenye wilaya mbalimbali. Kwa kufuata utaratibu huu, inaonekana kwamba katika kipindi cha maendeleo cha miaka 5 hii, mafanikio ukilinganisha kipindi cha nyuma imekuwa ni 33.5. Kwa kutazama mwelekeo huu, ninadhani tutaweza kufikia hatua nzuri tukimaliza mpango huu wa maendeleo ambao tunaona unamalizika mwaka huu, na tukifuata utaratibu tuliokuwa katika mpango uliopita, tunaweza kufikia zaidi ya 50% kwa kuweza kukamilisha mwelekeo wa ujenzi na uteuzi katika miaka 5 ijayo. Katika suala la upelelezi na mashahidi, mfumo mzima wa mahakama sasa hivi ni kufanya kazi kwa karibu na mtambuka na vyombo vyote vinavyofanya kazi pamoja na haki, hasa Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini pia tumeanzisha utaratibu wa electronic ambapo tunaweza kusajili, tunaweza kupata ushahidi kwa kutumia electronic katika mikoa 3 sasa hivi, na nia yetu ni kuhakikisha kwamba mfumo huu wa electronic unaenezwa kwenye mikoa mingine, na kwa kweli umesaidia sana katika kuharakisha mfumo mzima wa kutoa haki, ikiwa ni pamoja na kutoa ushahidi. Asante. Asante sana. Tunaendelea na maswali ya Wizara ya Afya. Swali la Mheshimiwa Sikudhani Yasini Chikambo. Uliza swali lako Mheshimiwa Chikambo. Swali lake linasema, kumekuwa na wimbi kubwa la watoto wa mtaani ambao wanaishi katika mazingira magumu. Je, serikali ina mkakati gani wa kuwasaidia watoto hao? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, na najibiwa na Naibu Waziri Dr. Ndugulile. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Sikudhani Yasini Chikambo, mbunge viti maalum kwa Ruvuma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kumekuwa na wimbi kubwa la watoto wa mitaani ambao wanaishi katika mazingira magumu. Katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2019, jumla ya watoto 36,548 wakiwemo watoto wa kiume 17,894 na wa kike 18,654 walitambuliwa. Kati ya hao, jumla ya watoto 1,178 walipatiwa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za afya, msaada wa kisaikolojia na jamii, msaada wa kisheria, kuunganishwa na familia zao na kupatia elimu ya ujasiriamali. Mheshimiwa Spika, serikali inatekeleza mpango wa kuwaunganisha watoto na familia na kuwatafutia malezi mbadala wale wasio na familia katika mkoa wa Mwanza. Programu hii imeanza kutekelezwa mwezi Novemba mwaka 2019 na inatarajiwa kufika mikoa yote ambayo ina wimbi kubwa la watoto wanaishi mitaani. Mheshimiwa Spika, mwisho nichukue nafasi hii kuikumbusha jamii kuwa jukumu la matunzo, malezi, ulinzi na usalama wa mtoto ni la familia na jamii kwa ujumla. Vile vile mamlaka serikali za mtaa zinapaswa kusimamia sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 ili kuwawajibisha wazazi wanaotelekeza majukumu yao na badala yake wanaacha watoto kuzurura mitaani.
Mheshimiwa Sikudhani, swali la nyongeza tafadhali. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwanza napenda nimpongeze naibu waziri kwa majibu yake mazuri ambayo amekiri kwamba watoto wa mitaani wapo. Mheshimiwa Spika, zipo sababu nyingi zinazopelekea uwepo wa wimbi kubwa la watoto wa mitaani, ikiwemo na wazazi na hasa wakina baba kutelekeza familia zao. Je, serikali inachukua hatua gani pindi inapowabaini wazazi wa aina hiyo? Inawachukulia hatua gani katika kuhakikisha wanarudi katika familia zao na familia zinaimarika? Swali la pili, serikali inatekeleza programu ya kuwaunganisha watoto na familia na kuwapa malezi mbadala, na waziri ameeleza kwamba programu hii inatekeleza katika mkoa wa Mwanza. Tunayo mikoa 26. Ni nini sasa mkakati wa serikali wa kuhakikisha programu hii inafika katika mikoa mingine ikiwemo mkoa wa Ruvuma, ili wazazi na watoto waliopo katika maeneo yale wafaidike na programu hii? Asante Mheshimiwa Spika. Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Afya Dr. Engelbert Ndugulile tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Sikudhani Chikambo, mbunge viti maalum, kama ifuatavyo. Kwanza nianze kumpongeza kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya, lakini kwa ufuatiliaji wa karibu sana kuhusiana na masuala ambayo yanahusiana na haki na ustawi wa watoto Tanzania. Nakupongeza sana Mheshimiwa mbunge. Katika maeneo mbalimbali, na sisi kama serikali tunajaribu sana